Bahrain imesema imefanikiwa kuzuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran. Jeshi la ulinzi la Bahrain limesema limefanikiwa kuzima mashambulizi kadhaa ya anga yaliyofanywa na Iran mapema leo asubuhi. Serikali ya Bahrain imeeleza mashambulizi hayo ambayo inadaiwa yalilengwa raia kuwa ni ya kinyama na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Mamlaka zimewataka wananchi kuwa waangalifu na kuepuka kukaribia vitu vyovyote visivyojulikana au vitu vinavyotia shaka vinavyoweza kuwa vimeanguka baada ya mashambulizi. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetishia kusimamisha usafirishaji wote wa mafuta na gesi kutoka Mashariki ya Kati kufuatia uamuzi wa Marekani kurejesha mzingiro majini dhidi ya bandari za Iran. Katika taarifa yake, IRGC imesema usafirishaji wa mafuta na gesi kutoka katika eneo hili utakuwa kwa wote au hautakuwa kwa yeyote. Taarifa imekuja wakati wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kati ya Iran na Marekani yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, huku pande zote zikijaribu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji mafuta ulimwenguni. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza Jumatatu kurejeshwa kwa mzingiro dhidi ya Iran. Pia alisema awali kwamba angeweka ada ya 20% kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, lakini baadaye aliondoa mpango huo baada ya kupokea maombi kutoka kwa washirika wa Marekani katika nchi za Ghuba. Mamlaka za Kuwait zimethibitisha kuwa zimefanikiwa kuzuia makumi ya droni pamoja na makombora kadhaa ya masafa marefu na kombora moja la balistiki. Pia zimesema wanajeshi kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo, huku moto ukizuka katika moja ya vituo vya kijeshi vilivyolengwa. Operesheni za uokoaji bado zinaendelea kuwatafuta watu waliopotea baada ya meli mbili za kubeba mafuta kushambuliwa usiku wa Jumatatu. Maafisa wamethibitisha kuwa wafanyakazi wawili wa meli hizo walifariki dunia katika mashambulizi hayo. Aidha, meli moja ya Norway nayo iliharibiwa katika mashambulizi hivi karibuni ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Iran. Nchi nyingi za Ghuba zinaonyesha wasiwasi mkubwa kwamba mzozo huu hauhusiki tena na Iran na Marekani pekee, bali unaanza kuzikumba nchi nyingine katika ukanda huo. Miji mikuu ya nchi za Ghuba imeendelea kulaani mashambulizi hayo. Mbali na hali ya usalama, viongozi wa eneo hilo pia wanahofu kuhusu athari za kiuchumi, kwani mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani za usafirishaji mafuta na gesi ulimwenguni. Kila kunapotokea mashambulizi katika eneo hilo, usafirishaji wa nishati huvurugika, jambo linalosababisha bei ya mafuta kupanda katika soko la dunia. Huku hali hii itaendelea, wachambuzi wanaonya kuwa madhara yake hayatabaki Mashariki ya Kati pekee, bali yataathiri uchumi wa dunia kwa ujumla. Mkurugenzi mwanzilishi wa Arab Perspective Institute Zeidon Al-Kinani amesema nchi za Ghuba zinazoshambuliwa zinakabiliwa na shinikizo la kuchagua upande kati ya Iran na Marekani baada ya vita kuongezeka. Amesema nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba zilipinga wazi mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza Februari 28, lakini sasa ndizo zinazobeba mzigo mkubwa wa mashambulizi ya drone pamoja na makombora kutoka Iran. Al-Kinani amesema lengo la haraka ni kutafuta suluhisho la kumaliza vita na kuzuia nchi za Ghuba kulazimika kuchagua upande mmoja. Kwa mtazamo wake, Iran inaonekana kutumia mzozo huu kuonesha uwezo wake wa kijeshi na kuonesha kuwa inaweza kushambulia hata nchi ambazo zimekuwa zikihimiza diplomasia. Alionya kuwa uvumilivu wa nchi za Ghuba dhidi ya Iran unaweza kuisha haraka sana ikiwa mashambulizi hayo yataendelea. Masoko ya Ulaya yanaendelea kuwa na tahadhari kutokana na vita vya Iran na Marekani. Masoko ya hisa barani Ulaya yameendelea kuwa tulivu, huku wawekezaji wakionyesha tahadhari kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran pamoja na Marekani. Wakati huo, bei ya mafuta imeongezeka hadi kufikia dola 85 kwa pipa kutokana na mvutano huo na hatua ya Iran ya kuzuia kwa kiasi kikubwa shughuli katika mlango bahari wa Hormuz. Maafisa wa Iran wamesema mlango wa mazungumzo ya kidiplomasia bado uko wazi, lakini changamoto kubwa ni ukosefu wa imani kati ya Tehran pamoja na Washington. Tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, uhusiano kati ya Iran na Marekani umeendelea kutawaliwa na kutokuaminiana. Kwa mtazamo wa Iran, Marekani haijatekeleza kikamilifu ahadi zake zilizomo katika makubaliano ya maelewano yaliyowahi kufikiwa.